Habari, jina langu ni Rachel, almaarufu kama Tranquil. Most of the people know me as Tranquil, and leo tutapata kuzungumzia kitu kidogo kuhusu self-esteem, kujikubali, wewe kama wewe. Self-esteem, when you talk about self-esteem, is all about wewe, kujikubali wewe kama wewe. Yani, you have that feeling of, you don't have to compare yourself na wengine. Hautakiwi kujilinganisha na wengine kwamba he has this, I don't have this, ana hiki, sina hiki. So that's all about self-esteem. And from there, tutapata story kidogo kuhusu self-esteem. At a certain place kulikuwa na msichana aliyefahamika kama Greenken. Greenken alikuwa ni msichana ambaye alikuwa na tatizo la low self-esteem, na hiyo alikuwa nayo tangu alivyokuwa msichana mdogo. Apart from that, alikuwa na ufaulu mzuri darasani, aliweza kupata kila alichokuwa anakihitaji. Familia yake ilikuwa ikimprovidea almost each and everything, so she was among the girls ambao ulikuwa ukiingia darasani kwao na kutaja wasichana bora, haukuweza kukosa jina lake kwenye list ya hao wasichana bora. Greenken alifanikiwa kusoma, then later akawa amemaliza masomo yake with just a high performance. Alikuwa na ufaulu mzuri. Akawa amefanikiwa kupata kazi kwenye agency fulani. Amefanya kazi kwenye agency hiyo kwa miaka kadhaa, then from there akawa amepata kuestablish agency yake mwenyewe ambayo akawa anisimamia yeye mwenyewe. From there akawa, baada ya kuwa amefungua ofisi yake, mambo yakawa yameanza kuongezeka, so she had to kuajiri mtu mwingine pale kwa ajili ya kumsaidia kazi zake. Akamwajiri Angie. Angie alikuwa ni msichana ambaye alikuwa ni msichana bora pia kwenye darasa lake, as how Greenken mwenyewe alivyokuwa. She was also a girl who was performing well in class. Alikuwa na academic performance nzuri sana, kwa that thing ilimwezesha yeye kumaliza chuo akiwa na ufaulu mzuri, ambao that ilikuwa ni kitu ambacho kilimfanya Greenken kumwajiri yeye kwenye kampuni yake. Maana aliamini as this girl ana high academic performance, so it means anakuwa ni smart kiasi kwamba anaweza kashirikiana naye vizuri kwenye kuhakikisha agency yake inakuwa as how she just wish it to iwe. Baada ya kuwa Greenken amemwajiri Angie kwenye ofisi yake, at first Angie alikuwa anafanya kazi vizuri sana. Kila kitu alichokuwa amepewa, maagizo yote aliyokuwa amepewa, she was doing it perfectly. Greenken was like, huyu anafaa kwenye kampuni yangu na naweza nikaendelea kufanya naye kazi. Baada ya muda fulani, Angie alianza kubadilika kitabia. Akaanza kuchelewa ofisini, akaanza kusimamisha kazi, random calls from here and there, mara sijui kapokea nini, mara nini. So akawa na efficiency ndogo kazini kwake. Then the thing iliyokuwa inaendelea pale ikawa inamwathiri sana, ambaye alikuwa ndo alianzisha agency hiyo. Na as we said, alianzisha agency alikuwa ni Greenken. Greenken tumesema alivyokuwa mtoto alikuwa na shida ya low self-esteem. And hicho kitu kimemsumbua tangu alivyokuwa mtoto mpaka amekuwa mkubwa, mpaka hivyo kwenye agency yake still ilikuwa kinamsumbua. So from there akawa ametafuta msaada kwa ajili ya hiyo agency yake. Maana she was like, I can't tell her sijui nini. Yani alikuwa ni mtu ambaye hawezi kwanza kumjaji mtu mwingine, kumuuliza kwa nini amefanya kitu fulani. Yani she was the boss, lakini hakuwa ana act kama bosi anavyotakiwa ku act. So kutoka kwenye kisa chetu tumepata kuona kwamba kulikuwa na madhara kadha wa kadha ambayo yametokana na hiyo low self-esteem ambayo alikuwa nayo bosi ambaye alikuwa ni Greenken. Kwenye jamii yetu, madhara tunaweza kuyapata pale ambapo tunakuwa na low self-esteem, tunakuwa na kutokujikubali, tunakuwa na ukubali mdogo wa how we are, namna tulivyo. Ikiwa ni in case of mwonekano, kazi, social life, almost each and everything, tunapata low efficiency tunapokuwa kwenye kazi zetu. Normally in our societies kuna vitu kadha kadha ambavyo vinapelekea sisi kuwa na low self-esteem au high self-esteem. Among the stuffs ambazo zinapelekea sisi kuwa namna hiyo, kuna messages from other people, maneno ambayo unasikia kutoka kwa watu wengine. Kuna hii tendency tumekuwa nayo kwamba ni yes, a normal thing mtu umefanya, lakini how people appreciate. Kuna watu ambao wataku appreciate in a positive way na kuna watu ambao watakuchukulia kwenye negative way. Hiki ni moja ya kitu ambacho kina athari self-esteem yako. Inaweza kufanya kiwe high, inaweza kufanya iwe high au ikafanya iwe low. Ni according to mawazo ambayo umepokea kutoka kwa watu wengine. Then apart from that, kuna status mtu alionayo.
mtu anaangalia like this guy is rich, I don't know, he has this and this, ana hiki na hiki, mimi sina hiki, sijui wewe huna hiki huna hiki. Hiki pia ni moja ya kitu ambacho kina athiri self esteem iliyo ndani yako. Kitu kingine ambacho kinapelekea sisi kuwa na low self esteem au high self esteem ni position tulizonazo ndani ya jamii yetu. Kuna this tendency tumekuwa nayo kwamba fulani ni mtoto wa kiongozi fulani, kwa hata ile attention anayopata kutoka kwa watu inakuwa ni kubwa just because ya position alionayo mzazi wake au yeye mwenyewe. Na kuna watu ambao ni just wana daraja la kawaida kwenye maisha, people are like huyo hana kitu, hana nini, kwa hata zile views na namna pia ambayo Mungu anatazama vitu based on mtazamo wa Mungu based on self esteem. Mara nyingi wanadamu tumekuwa na mtazamo wetu na Mungu pia na mtazamo wake. Sisi tuna base na vitu vya nje ambavyo ni kama pesa, nyadhifa mtu alizonazo serikalini au ndani ya jamii, umaarufu mtu alionao, pamoja na all the stars ambavyo mtu anakuwa anamiliki. Lakini when it comes to God, ana mtazamo wa pekee na ni wa tofauti kidogo. Kwanza kabisa anaangalia kuhusu wisdom, then anakuja anaangalia things concerning purity, joy, then hapa ni mambo gani tufanye kama una changamoto ya low self esteem kwenye maisha yako. Kwanza kabisa huna budi kutambua kwamba umeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Then you are also saved by grace. Umeokolewa kwa neema. Mungu aliacha enzi yake, then akaja akatufia msalabani. So this shows how be saved by grace, na upendo wa Mungu kwetu ni upendo ambao hauangalii sisi namna tulivyo kwa nje, bali anajali namna mioyo yetu ilivyo. Then kitu kingine ambacho tunapaswa kuzingatia hapa ni namna ya wewe unavyojitazama wewe kama wewe. Hatupaswi kusikiliza views za watu wa nje, though sometimes zinakuwa na effect kwenye maisha yetu. What you just have to do ni carry the positive attitude within you. Be you, stop being them.